Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Katavi imetakiwa kufanya kazi kwa weledi ili kuondoa changamoto zote zinazoweza kusababisha taharuki katika jamii, ikiwemo kukamata ovyo wafanyabiashara, kufunga biashara zao, pamoja na kusababisha migomo isiyo ya lazima. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Mpanda Jamila Yusuf alipokuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa dawati la uwezeshaji biashara mkoa wa Katavi, ambapo amesema hafurahishwi na vitendo hivyo, huku akisema matarajio yake ni kuona wafanyabiashara wanafanya kazi katika mazingira rafiki. Kwa dawati hili ambacho hatutarajii sasa hivi, na kwa kweli tusingependa kuona linatokea, masuala ya migomo, masuala ya kamata isiyokuwa lazima, yani zile changamoto kwa ujumla ambazo huwa zinaibua taharuki, biashara zimefungwa. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais kupitia dawati hili ni kutokuona vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo mwenyekiti wa TCCIA pamoja na mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara, tusaidie sana kwenye hili, hasa kwa wafanyabiashara, kwa sababu hapa tunaona uwakilishi wao sio mkubwa sana, lakini naamini kupitia kwenu mtakaa nao, mtazungumza nao kwamba lipo jambo linaloweza kuwasaidia kushughulikia changamoto zao zote. Kwa hiyo hatutarajii kwa kweli kusikia watu wanafunga biashara ama kunakuwa na migomo ama taharuki yoyote, kwa sababu mazingira rafiki yaliyokuwa yanatafutwa na wafanya biashara, Mheshimiwa Mwenyekiti, ndio haya. Naamini mtakubaliana kabisa na mimi kwamba mlichokuwa mnakitafuta Mama Samia, serikali yake ni sikivu, imetekeleza. Sasa imebaki kwenu. Kwa upande wake, kaimu meneja TRA mkoa wa Katavi Benward Peter amesema dawati hilo limeanzishwa kwa malengo ya kusaidia na kutatua changamoto zote za wafanyabiashara, ikiwemo kuwapatia elimu wafanyabiashara wote watakaonufaika na kitengo hicho. Dawati la uwezeshaji biashara litafanya kazi kwa kufuata maadili ya msingi ya Mamlaka ya Mapato Tanzania, ambayo maadili hayo ni weledi, uwajibikaji, uadilifu na uaminifu. Pia mgeni rasmi, kanuni nyingine zitakazozingatiwa na dawati hili ni pamoja na haki na usawa, ujumuishaji, uwazi, huduma bora, ushiriki wa wadau na maboresho endelevu. Mheshimiwa mgeni rasmi, dawati la uwezeshaji biashara limeanzishwa kwa malengo yafuatayo: kusaidia wafanyabiashara kusajili biashara zao, usaidizi katika kupata leseni na uelimishaji wa sheria na taratibu mbalimbali za kikodi, kutoa elimu ya masuala mbalimbali yanayohusu biashara kwa wafanyabiashara wote watakaonufaika na huduma za kitengo hiki, kutambua, kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja na wadau wanaohusika na usimamizi wa biashara. Wadau hao ni kama taasisi za kifedha, chuo cha maendeleo ya ufundi stadi yani VETA, halmashauri zetu ambazo wanahusika kutoa leseni, vyama vya wafanyabiashara, TCCIA, jumuiya za wafanyabiashara na kadhalika. Kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo na sekta binafsi na taasisi za kifedha, itachochea ukuaji wa biashara ndani ya mkoa wetu wa Katavi. Awali, baadhi ya viongozi wa wafanyabiashara kwa niaba ya wafanyabiashara waliomba TRA mkoa huo kutumia lugha nzuri pindi wanapotembelea wafanyabiashara, huku wakidai kuwa wanatarajia dawati hilo kuwafikisha katika malengo yaliyotarajiwa. Kwa nini leo watu wakishashikia jina ya TRA utakuta mtu haraka sana nafunga duka? Hatupendi tuwe hivyo. Wafanyabiashara wangu wanaendelea kuzidi. Leo na sasa hivi ukienda katika mkoa wetu wa Katavi, nadhani wako zaidi ya wafanyabiashara 100,000 na. Kwa hiyo nikuombe sana kwa hilo. Niwashukuru wafanyakazi wa TRA, niwaombe sana lugha jamani. Unajua nasemaka nyoka nini? Ilimtoa pangoni. Sasa naombeni hiyo siwepe katika mkoa wa Katavi. Dawati hili linawezekana likatupeleka sehemu ambayo tutafikia malengo tuliyotarajia katika biashara zetu. Kwa sasa hivi tunalipa kodi kwa hiari. Sidhani kama mmeshasikia kuna mtu amepelekwa mahakamani kwa ajili ya kutokulipa kodi.
mahusiano yetu sisi na taasisi ya kifedha ya TRA ni mazuri, na ndio maana na sisi viongozi wenu mnatuona hapa mbele tukiwa na furaha, kwa sababu nyie mkinyanyaswa sisi hatutakaa hapa mbele kwa furaha. Uzinduzi huo uliambatana na kauli mbiu isemayo TRA Katavi inashirikisha, inasikiliza na inawezesha. Mimi ni Swau Mkatambo. Kwa wakati